Bwana Yesu asifiwe. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Leo ni siku ya mafundisho. Amina. Leo ni siku ya mafundisho. Basi Mungu akubariki wewe ambaye umeona ni heri uwepo nyumbani mwa Bwana siku ya leo nzuri ili tuweze kujifunza. Amina. Basi neno limekwisha kuombewa. Moja kwa moja sasa tunakwenda kuanza kujifunza somo zuri ambalo Bwana ametuandalia katika siku ya leo. Tunakwenda kujifunza somo lenye kichwa cha somo kinachosema kwamba ushindi juu ya magonjwa. Ushindi juu ya magonjwa. Kwa wale wanaoandika, andika kichwa cha somo ushindi juu ya magonjwa. Somo letu hili tunakwenda kuligawa katika vipengele vinne vifuatavyo. Kipengele chetu cha kwanza kinasema chanzo cha magonjwa. Kipengele cha pili chanzo cha uzima. Kipengele cha tatu mpango wa Mungu wa kutuponya, na kipengele cha nne na cha mwisho mambo ya kufanya ili tuwe na ushindi. Haleluya. Amen. Basi moja kwa moja tunakwenda kuanza kipengele chetu cha kwanza kinachosema chanzo cha magonjwa. Chanzo cha magonjwa. Tuone katika Biblia zetu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 17. Nitasoma kwa haraka. Sura ile ya 3, Mwanzo 3:1 mpaka 17. Nitasoma. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti yote bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa ya kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, kati ya uzao wako na uzao wake, utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino.
akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu, utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, nayo itakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambayo nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Haleluya. Basi tunaona katika maandiko ambayo tumeyasoma katika Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka 17, chanzo cha magonjwa. Adamu na Hawa hawakuwa na magonjwa wakati huo, kabla ya kutenda hiyo dhambi ya kuasi bustanini, baada ya kuambiwa kwamba wale matunda yote, lakini ule mti uliopo katikati ya bustani wasile. Lakini Adamu na mke wake hawakuweza kutii yale ambayo Bwana Mungu aliwaambia. Na baada ya hapo sasa tunaona hii hadithi yote kuanzia nyoka alipomdanganya mwanamke Hawa, akamwambia kwamba Mungu ameona kwamba mkila haya matunda ya mti wa bustani mtajua mema na mabaya. Na wenyewe sasa, kwa sababu ule mti Hawa alikuwa anaona kwamba unapendeza kwa macho na ni mzuri pia kwa kula, basi akamdanganya pia na mumewe ili waweze kula yale matunda ya ule mti wa bustani. Lakini sasa wakati huu, kabla hawajafanya hiyo dhambi, walikuwa wako vizuri katika bustani ya Edeni, walikuwa wanaishi vizuri, na Bwana Mungu alikuwa na desturi ya kuwatembelea kila jioni wakati wa jua kupunga, alikuwa anawatembelea kule bustanini. Lakini baada ya kufanya hayo sasa, Bwana Mungu waliposikia Mungu wetu anatembea kule bustanini, moja kwa moja wakaogopa, wakaenda kujificha, wakaona kwamba wauchi, wakajitengenezea majani wakajivisha. Wakaona sasa, kama tumekuwa uchi leo hii, Mungu atatuonaje? Kwa hiyo wakaenda kujificha katika ile bustani ya Edeni. Sasa tunaona kwamba haya magonjwa, chanzo cha magonjwa, shetani huyu aliyewadanganya wakatenda hii dhambi, huyu shetani yeye alishalaaniwa kabla ya hapo, alishalaaniwa shetani. Kwa hiyo yeye akaona moja kwa moja aweze kuwadanganya na Hawa, Adamu na Eva, ili na wenyewe walaaniwe. Haleluya. Hapo ndipo chanzo cha magonjwa. Kwa hiyo chanzo cha magonjwa kilianzia katika bustani ya Edeni. Adamu na Hawa hawakuwa na magonjwa, hawakuwa na mateso ya aina yoyote, lakini tunaona pale katika neno la Mungu katika ule mstari wa 17, kuanzia ule mstari wa 16. Mstari ule wa 16 akasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia pia na Adamu akamwambia kuwa umesikia sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambayo nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kwamba mazao yanayotoka katika ardhi utakula, lakini utakula kwa uchungu. Hapo ndipo laana ilipoanzia. Na hii laana haikuja laana yenyewe kama laana. Laana hii iliambatana na mateso, iliambatana na magonjwa, iliambatana na tabu, iliambatana na mikosi na balaa ya kila namna ambayo tunaiona katika dunia ya leo. Haleluya. Kwa hiyo baada ya Hawa na Adamu kutenda dhambi, laana ndipo ilipoingia duniani. Magonjwa ndipo yalipoingia duniani. Mateso ndipo yalipoingia duniani. Njaa ndipo ilipoingia duniani. Kwa hiyo kwa njaa tutakula, lakini tutakula kwa jasho. Hizo zote ni taabu ambazo zimeingia duniani. Kwa hiyo hii laana ilivyoingia duniani iliambatana na mateso, iliambatana na magonjwa, iliambatana na mikosi, iliambatana na roho za umaskini ambazo ndio zinatutesa wanadamu leo. Bwana Yesu asifiwe. Tuone tena katika Kumbukumbu sura ya 28, Kumbukumbu la Torati sura ya 28 kuanzia mstari ule wa 15 hadi mstari
wa 22. Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Tunaona kabisa hizi chanzo cha magonjwa kilianzia pale ambapo Adamu na Hawa hawakuisikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ilisema kwamba msile matunda ya mti huu, lakini wenyewe wakala. Kwa hiyo pale ndipo laana ilipoanzia pale. Na sisi leo hii tumekuwa ni watu ambao ni kizazi cha Adamu na Eva. Kizazi hiki pia kuna wakati hatuisikii sauti ya Mungu. Na pale ambapo hatuisikii sauti ya Mungu ndipo tunakutana sasa na laana, tunakutana na taabu, tunakutana na magonjwa, tunakutana na mambo mbalimbali, kwa sababu kuna nyakati na sisi hatutaki kuisikia sauti ya Mungu. Tuone katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 15, neno la Mungu linasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana zote na kukupata. Tunalisikia vizuri neno la Mungu? Anasema lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani, utalaaniwa kikapu lako na chombo chako cha kukandia, utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo. Haleluya. Tukienda pale pale kwenye Kumbukumbu la Torati 27 na 29, mstari huo wa 28, sura ya 28 mstari wa 27 mpaka 29. Neno la Mungu pia linatuambia, Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri na kwa upele na kwa kujikuna, ambayo hupati kupona. Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa bumbuazi la moyoni. Utakwenda kwa kupapasa mchana kama apapasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako. Nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Hili yote ni pale ambapo hatutaisikia sauti ya Mungu. Tunaona hawa wazazi wetu Adamu na Hawa wenyewe hawakuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo unakuta hii laana inatembea kwa kizazi hadi kizazi. Kwa hiyo hata sisi tusipoisikia sauti ya Mungu, tutajikuta shetani huyu alilaaniwa wa kwanza, amelaaniwa yeye wa kwanza na Mungu. Yeye yote aliyolaaniwa anataka na sisi anatufuatilia tuwe wakaidi, ili na sisi ile laana aliyoipata na sisi tupate laana hiyo hiyo, tukatae katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Tusipende kuwa wafuasi wa ibilisi. Sisi tumeshaokoka. Bwana Yesu baada ya kutuokoa ametutakasa. Ametutakasa kwa damu yake ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Bwana Yesu ametukomboa kutoka katika dhambi. Alipotukomboa kutoka katika dhambi, Mungu ametuokoa. Baada ya kuokolewa, tunatakiwa tuendelee kuishi katika maisha safi, maisha ya utakatifu, ili hii laana ambayo shetani ameileta duniani isitupate. Amina. Tunaona shetani alivyoona amelaaniwa wa kwanza, na yeye amelaaniwa na Bwana Mungu mwenyewe. Akaona sasa, pamoja na kwamba nimelaaniwa, akaona kile ambacho amelaaniwa akiambukiza kwa wazazi wetu Adamu na Eva. Na hizo njia ambazo shetani amezifanya kwa kuleta magonjwa na
shetani anavyomwambia Mungu wetu kupitia mtumishi wake Ayubu. Sura ya kwanza, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Tunaona Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anaepukana na uovu, alikuwa anajiweka mbali na dhambi, anaishi maisha safi, maisha ya utakatifu. Lakini huyu shetani akamwambia, kisha tukiruka pale tusome mstari wa 2, anasema kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000, alikuwa na mali zake hapo kondoo 7,000, alikuwa na ngamia 3,000, jozi za ng'ombe, alikuwa na watu wa nyumbani mwake walikuwa ni wengi. Basi hivi huyo alikuwa ni mtu sana, ni mtu mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Kwa hiyo tunaona alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri, alikuwa ni mtu ambaye anaishi maisha ya utajiri, alikuwa na wafanyakazi wa kutosha pale nyumbani kwake, alikuwa na mifugo ya kila namna pale nyumbani kwake, na hiyo mifugo ilikuwa sio michache, mifugo mingi. Lakini tukienda katika mstari wa 6, tunaambiwa ilikuwa siku moja hao wana wa Mungu walikwenda kujishughulisha, walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku. Kisha Bwana Mungu akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, ni mtu mkamilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akajibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukunizingira kwa ukingo, yeye hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, na mali yake umeiongeza katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote alionayo, naye atakukufuru mbele ya uso wako. Shetani akamwambia Mungu kwamba huyu hakuchi hivi hivi, huyu sio kama anaishi maisha hayo ya uelekevu, maisha ya kukucha wewe Mungu hivi hivi, lakini ukigusa tu mali zake, je, atakuwa pamoja na wewe? Ndio maana ya Shetani. Lakini Ayubu alikuwa anamcha Mungu. Ayubu pamoja na hayo yote, pamoja na mali zake kupukutika baada ya Shetani kuzigusa kwa mkono wake, Ayubu aliendelea kuishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, aliendelea kumtumainia Mungu. Lakini je, Shetani akamwambia Mungu kwamba, je, nikigusa hivi vyote alivyo navyo, tutaangalia, je, ataendelea kukucha we Mungu? Je, ataendelea kukusikiliza we Mungu? Je, ataendelea kuambatana na wewe? Lakini Shetani tunaona kwamba yeye ndiye alileta laana hii ya magonjwa, na kama yeye ndiye alileta laana ya magonjwa, na kama ndiye alileta laana mbalimbali katika ulimwengu huu, tunaona baada ya kugusa tu ya kuleta magonjwa majipu yasiyopona kwa Ayubu, Ayubu aliendelea kumcha Mungu. Haleluya! Ayubu aliendelea kuwa mkamilifu mbele za Mungu. Ayubu aliendelea kumtumainia Mungu, pamoja na kwamba mke wake Ayubu alimwambia, utaishi hivi mpaka lini? Utaishi katika taabu hii mpaka lini? Si mkufuru huyu Mungu ukafe tu basi. Tujue kwamba hakuna mtu anaitwa Ayubu duniani. Lakini Ayubu aliendelea kumtumainia Mungu, akijua kwamba Mungu atamponya. Yeye hakuwaza kwamba haya magonjwa yaliletwa na Mungu, aliwaza kwamba haya magonjwa yameletwa na Shetani. Mungu anaweza kututoa katika magonjwa ambayo yameletwa na Ibilisi yeye mwenyewe. Haleluya! Basi tunaona kwamba chanzo cha magonjwa yameletwa na Shetani. Shetani ndio chanzo cha magonjwa. Haleluya! Shetani ndio chanzo cha magonjwa, lakini Shetani analeta haya magonjwa
kupitia kwa mapepo, na ndio maana unaona kwamba watu wanapagawa na mapepo. Huyu kapagawa na pepo bubu, huyu si pepo kifafa, huyu pepo la udhaifu. Lakini chanzo cha magonjwa yametoka kwa Shetani. Lakini tuone tena katika Marko sura ile ya 9, tuone haya magonjwa yanakujaje kwetu. Marko sura ya 9 mstari wa 25 hadi mstari wa 27. Marko, tufungue katika Biblia zetu tuone katika Marko sura ya 9 chanzo cha magonjwa. Marko sura ya 9 mstari wa 25 mpaka mstari wa 27. Neno la Mungu nasema, naye Yesu akiona ya kuwa mkutano umekusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru mtoke huyu, wala usimwingie tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa. Hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Haleluya! Tunaona pepo limeingia kwa mtu huyu na kumfanya kuwa bubu na kumfanya kuwa kiziwi. Wakati wote lilikuwa linamtesa, hata linamfanya linapopanda lile pepo anapata kifafa. Lakini Bwana Yesu yeye mwenyewe akamponya huyu, akamwondoa mapepo yote yaliyokuwepo ndani yake. Mtu anaweza akajiuliza swali, mbona yalikuwa ni mapepo? Shetani analeta magonjwa kupitia kwa njia ya mapepo, njia ya majini, anatuletea udhaifu wa kila namna ndani ya miili yetu. Shetani haji yeye mzima, anapitia hivi vyanzo. Haleluya! Pia tunaona katika Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 23 mpaka 24, Yesu aliwaponya wenye magonjwa. Magonjwa pia ni mapepo. Unaweza ukajikuta unasumbuliwa na magonjwa ya kila namna. Kila siku wewe una magonjwa, mara leo malaria sugu, mara leo UTI sugu, mara leo typhoid sugu, mara leo sijui magonjwa gani. Hayo yote ni mapepo. Amina. Hayo yote ni mapepo. Hivyo vyote ni vyanzo vya magonjwa. Shetani anatuletea hayo magonjwa ili tu tuteseke, ili tu tuishi katika maisha ya taabu, maisha ya mateso. Tuone katika Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 23 mpaka mstari wa 24. Mathayo 4:23 mpaka 24, neno la Mungu nasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, Bwana Yesu huyu, akifundisha katika masinagogi yao na akihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Haleluya! Tunamwona Bwana Yesu alikuwa akizunguka katika masinagogi akiponya wenye udhaifu wa kila namna, wakiponya wenye magonjwa ya kila namna. Haya yote magonjwa yameletwa na nani? Haya yote yameletwa na Shetani. Haya yote yameletwa na Shetani. Haleluya! Hicho ndio chanzo cha magonjwa. Lakini kipengele chetu cha pili kinasema kwamba chanzo cha uzima. Tumeona chanzo cha magonjwa. Magonjwa yalianzia wapi? Tunaona magonjwa yalianzia katika bustani ya Edeni, baada ya Shetani kuwadanganya Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni. Laana ikaanzia pale. Haleluya! Sasa tuone chanzo cha uzima. Chanzo cha uzima, kwanza, uzima ni Yesu Kristo. Haleluya! Uzima ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo ndiye uzima. Tuone katika Yohana sura ya 14 mstari ule wa 6. Yohana 14, Injili ya Yohana sura ile ya 14
mstari ule wa 6, neno la Mungu linasema kwamba Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye njia ya uzima. Yesu Kristo ndiye atuponyaye. Haleluya. Yeye ndiye atuponyaye. Hata kama tutapita katika magonjwa, tuko katika dunia hilo ya taabu, dunia hilo ya laana za kila namna, tutapitia magonjwa, tutaugua, lakini tunaye Yesu Kristo ambaye ni njia ya uzima. Haleluya. Yesu ndiye atuponyaye. Tuone katika Kutoka sura ile ya 15, Kutoka 15 na mstari wa 26. Kutoka sura ya 15 na mstari ule wa 26, neno la Mungu linasema kwamba akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Mimi nitatia juu yako, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Haleluya. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Anasema kwamba kama umesikiliza vizuri huu mstari wa Kutoka 15 mstari wa 26, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Tutaisikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu, na tunaisikia sauti ya Bwana Mungu kupitia watumishi wake. Haleluya. Tunaisikia sauti ya Bwana Mungu tunapolisoma neno, tunaposoma Biblia zetu, tunaposoma neno la Mungu. Hapa ndipo tunaisikia sauti ya Bwana Mungu. Pale ambapo tunasikia maneno mbalimbali, mahubiri mbalimbali kutoka kwa watumishi wa Mungu, hapo ndipo tunapoisikia sauti ya Mungu. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia kwamba tukiisikia hii sauti ya Mungu kwa bidii, sauti ya Mungu wetu kwa bidii, na kuyafanya yale yote anayotuelekeza tuyafanye, huyu Mungu anasema sitatia magonjwa, maradhi yoyote ya Wamisri hataweka ndani yetu. Haleluya. Kumbe tunatakiwa wana wa Mungu tuisikie sauti ya Mungu, tusome neno la Mungu, tuje kwenye mafundisho kama hivi ili tuisikie sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pale tutakapoisikia sauti ya Mungu, Bwana Mungu anasema hatatia magonjwa katikati yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu Bwana Mungu, Bwana Yesu Kristo, huyu ndiye neno la uzima. Haleluya. Huyu ndio neno la nini? La uzima. Na huyu Mungu wetu ndiye anayetutoa kwenye magonjwa. Hata kama tumepata magonjwa, huyu ndiye anayetuponya. Haleluya. Na anasema kwa kuwa pale kwenye mstari wa 26, anasema kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Tunalisikia neno la Mungu kwamba huyu Mungu ndiye atuponyaye. Amina. Na unapolisoma neno la Mungu hata katika Yeremia sura 30 mstari wa 17, huyu Bwana Mungu anasema nitakurudishia afya yako. Hata kama uliugua, uliteseka, ukamwomba Mungu, Mungu anaweza kukurudishia afya yako. Haleluya. Anaweza kutoa majeraha yote ambayo shetani aliweka ndani yako. Mungu anaweza, kwa sababu yeye ndiye neno la uzima. Yeye ndio mwenye uzima. Amina. Tunaona tena katika
Tuone pia na hapo Zaburi 103 mstari wa 14. Tuone katika kitabu cha Zaburi 103 mstari ule wa 14. Zaburi 103 mstari wa 14, neno la Mungu linasema kwamba kwa maana Zaburi 103 mstari wa 14 anasema kwa maana yeye anatujua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Sio hapa. Mstari wa 13 utakuwa. Mstari wa 13 anasema Zaburi ya 103 mstari wa 13, kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana awahurumiao wamchao. Haleluya. Lakini pia hiyo Zaburi 103 mstari wa 3 anasema kwamba mstari wa 3b, akuponya magonjwa yako yote. Huyu Mungu ni Mungu aliyejaa huruma. Kama ni Mungu aliyejaa huruma, anatuhurumia sisi wamchao, sisi ambao tunampenda Mungu, sisi ambao tunaishi maisha ya utakatifu, sisi ambao tunamtegemea Mungu katika maisha yetu na tunamtumainia yeye, tukijua yeye ndio mwamba wetu, tukijua yeye ndio jabali letu, tukijua yeye ndio kila kitu katika maisha yetu. Mungu anatuhurumia, na kama Mungu anatuhurumia, tunapomuita anatuponya magonjwa yetu yote. Yale magonjwa yote ambayo yanatutesa, Mungu ana uwezo wa kutuponya. Haleluya. Tunaona pia katika Marko sura ile ya kwanza mstari ule wa 40 mpaka 41 kuna mfano wa mtu mwenye ukoma. Unaposoma pale kwenye Marko sura ya kwanza mstari wa 40 mpaka 41, huyu mtu mwenye ukoma alimwendea Yesu, akamwambia, Bwana Yesu, tena kwa unyenyekevu, alienda kwa unyenyekevu, akapiga magoti mbele yake huyu mtu mwenye ukoma. Akamwambia, Bwana Yesu, ukitaka waweza kunitakasa. Ameteseka kwa ukoma miaka mingi, lakini alimwendea kwa unyenyekevu, akamwambia, Bwana Yesu, ukitaka waweza kunitakasa. Lakini kwa sababu huyu Bwana Yesu ni Bwana mwenye uzima tele, alimhurumia, akanyosha mkono wake Bwana Yesu, akamgusa. Alipomgusa yule mtu mwenye ukoma, alitakasika. Haleluya. Tunaona kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. Kwa hiyo hata sisi hatutakiwi kuogopa tunapopita katika taabu hizi, laana imeingia duniani ya mateso, ya magonjwa. Tunapopita huko kwenye hiyo laana ya mateso, laana ya magonjwa, tukimwendea Bwana Yesu kwa unyenyekevu kama huyu mtu mwenye ukoma, Bwana Yesu anatuponya. Haleluya. Tunaona kwamba Mungu wetu jina lake lingine anaitwa chemchemi ya uzima. Yeye ndio mwenye uzima, yeye ndio mwenye afya, yeye ndiye anaturudishia afya, yeye ndio anatupa uzima, yeye ndio anatuponya. Na ndio maana pia anaitwa chemchemi ya uzima, kwa sababu yeye ni Mungu anayetuponya, ni Mungu anayetuponya. Haleluya. Basi moja kwa moja twende katika kipengele chetu cha 3, mpango wa Mungu wa kutuponya. Upo mpango mzuri wa Mungu kwetu. Mpango wa Mungu upo mzuri sana ambao ameuandaa kwa ajili yako, ameuandaa kwa ajili yako, wa kutuponya na kututoa katika hizi shida zilizoletwa na shetani, na kututoa katika hizi taabu zilizoletwa na shetani, na kututoa katika mateso, katika magonjwa yaliyoletwa na shetani, na kututoa katika kila laana ambayo ulitamkiwa. Hata na awali yote alikutamkia laana yote ile, Mungu ana uwezo wa kukutoa huko. Haleluya. Mungu ana uwezo wa kukutoa. Kwanza kabisa tunaona Mungu alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili afe kwa ajili yetu. Alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili azivunje kazi za ibilisi. Haleluya. Hizi ni kazi za ibilisi. Magonjwa ni kazi za ibilisi. Laana ni kazi za ibilisi. Kwa hiyo Mungu akaona hapana,
sura ile ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana, fungua Biblia yako katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 3, sura ya 3 mstari wa 8. Anasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, kwa kusudi ili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi. Tunaona kwamba mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi. Mwana wa Mungu aliyedhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi ni Yesu Kristo. Amina. Galatia 3, tuone tena katika Galatia pale sura ile ya 3 mstari wa 13. Galatia 3 mstari wa 13. Galatia 3 na mstari wa 13, neno la Mungu nasema Kristo alitukomboa katika laana. Unalisikia neno la Mungu? Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Yesu alikubali kufanywa laana. Aliangikwa msalabani. Aliangikwa msalabani, na imeandikwa kwamba kila mtu atakayeangikwa msalabani, huyo amefanyika laana. Haleluya. Huyo amefanyika nini? Laana. Kwa hiyo Yesu alikubali kuangikwa pale msalabani ili atukomboe sisi wanadamu. Ili atukomboe sisi wanadamu. Kwa hiyo alikubali akaangikwa juu ya msalaba. Pale msalabani Yesu Kristo alitwaa udhaifu wetu pale msalabani. Pale msalabani pale, kwa kupigwa kwake sisi ndio tumefanya nini? Tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu pale msalabani alikubali kuzichukua dhambi zetu sisi, akafanyika yeye ndiye mwenye dhambi. Sisi pale tulitua mizigo, akalaaniwa pale msalabani kwa ajili yetu sisi. Haleluya. Alitoa udhaifu wetu, alichukua magonjwa yetu, alichukua mizigo yetu yote, taabu zetu zote, akakubali kuangikwa pale msalabani. Hebu tuone tena katika Mathayo sura ya 8 mstari wa 16. Mathayo 8:16 mpaka 17. Mathayo 8:16 mpaka 17. Neno la Mungu linasema, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Na kuyachukua nini? Magonjwa yetu. Kwa hiyo hapa likatimia lile neno ambalo lilinenwa na nabii Isaya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Tuone tena katika hiyo Isaya ambayo limetimia hili neno sasa katika Agano Jipya. Tuone katika Isaya 53. Isaya 53 mstari ule wa 4 hadi wa 5. Tuone katika Isaya 53 mstari ule wa 4. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amepigwa, amejeruhiwa, amevishwa taji ya miiba, laana zote kwa ajili yetu sisi, ili sisi tupone. Na ndio maana imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 24 kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
walioweka kanisani. Watapitia neno moja baada ya nyingine katika ile maneno aliyosema msalabani. Lakini neno moja, neno ambalo lilikuwa na ushindi kwetu, alisema neno kwamba imekwisha. Na hilo neno baada ya kusema imekwisha, aliinamisha kichwa chake. Haleluya. Imekwisha. Ina maana pale msalabani, kwa kupigwa kwake sisi ni ushindi kwetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake, kwa kuchukuliwa kwake, kwa kila mateso aliyopata pale msalabani, sisi tumepona, tumesamehewa dhambi zetu. Magonjwa yote tumeacha pale msalabani. Haleluya. Hilo neno utaliona katika Yohana sura ya 19 mstari wa 30. Alisema imekwisha. Neno hilo lina maana kubwa sana kwake, maana kubwa sana kwetu. Imekwisha ina maana magonjwa yote yamekwisha, kila laana, kila tabu zimekwisha. Haleluya. Tuone sasa kipengele cha mwisho, mambo ya kufanya. Mambo ya kufanya ili tuwe na ushindi juu ya magonjwa. Tufanye nini wana wa Mungu ili tuwe na ushindi juu ya magonjwa? Jambo la kwanza, tukae katika neno. Haleluya. Tukae katika neno. Tulisome neno la Mungu. Tuje kwenye ibada kama hivi tulisikie neno la Mungu. Tufundishwe, tujae neno. Haleluya. Tujae neno katika maisha yetu. Tukijaa neno katika maisha yetu, neno ndilo linalotusafisha. Neno ndilo linalotuweka huru. Neno ndilo litakaloondoa magonjwa yetu, mateso, laana za kila namna. Kwa sababu Mungu mwenye, Bwana Yesu mwenyewe anasema yeye ndiye neno la uzima. Yohana 15 mstari ule wa 3. Yohana, Injili ya Yohana sura ya 15 na mstari ule wa 3. Anasema, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tukae ndani ya Yesu naye atakaa ndani yetu. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6 kwamba watu wangu mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Pale ambapo tutakuwa tunayakataa maarifa, tunakataa kulisoma neno, tunakataa kulisikia neno la Mungu, tunakataa kuja kwenye ibada kama hivi kufundishwa, tutaangamia. Kwa sababu hatuna maarifa. Lakini tukiwa tunalisoma neno, tunapata maarifa ya kumpinga shetani. Amina. Tunapata maarifa ya kupinga kazi zake. Tunapata maarifa ya kuharibu kila chochote atakachokileta kwetu, iwe ni magonjwa, iwe ni laana, iwe ni taabu. Tunapata maarifa na tunajua sasa tutajipanga jinsi ya kulitumia neno la Mungu kuzivunja kazi za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, tumpinge shetani naye atatukimbia. Tunaona katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 4 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tunatakiwa kumpinga shetani kwa kutumia nini? Kwa kutumia neno la Mungu. Amina. Kwa kutumia neno la Mungu tunaweza kumpinga shetani. Kwa hiyo tutumie neno la Mungu katika kumpinga shetani naye atakimbia. Magonjwa yatakimbia kwetu. Mikosi na balaa itakimbia kwetu. Roho zote chafu za ibilisi, dhambi, kugusa dhambi, tukimpinga shetani hatutapenda kugusa dhambi. Haleluya. Bali tutaishi katika maisha mazuri kwa sababu tumempinga shetani. Jambo la tatu, tukemee kila magonjwa yanayotufuatilia bila mashaka. Kila gonjwa linalokufuatilia kemea. Mimi namshukuru sana mchungaji
amenifundisha. Yaani mimi nilikuwa nikisikia tu naumwa kichwa, nikisikia tu naumwa sijui tumbo, nimechukua kadi yangu ya bima kwenye pochi hospitali. Lakini mchungaji akanifundisha, akasema kemea. Ninapompigia simu tunamwambia najisikia naumwa, ananiambia kemea. Na mimi nikatii. Mtumishi wa Mungu ananiambia kemea, na mimi nikasema kweli. Tunafungashiwa dawa za kila namna, lakini kumbe vile ni vitisho tu vya ibilisi. Shetani anataka kukutikisa kuona imani yako iko wapi. Kweli mimi nikafuata hilo neno lilokuwa naelekezwa na mtumishi wa Mungu, kemea. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikisikia naumwa, mimi wala sikimbii hospitali, ninakemea, ninaomba, ninakemea, ninakataa magonjwa, ninakataa vyanzo vyao, ninaharibu kwa jina la Yesu. Ninashangaa asubuhi naamka nikiwa mzima, naondoka naenda kazi. Kwa hiyo tunafundishwa ili haya tunaofundishwa tuyafanye kwa matendo. Haleluya. Tuone katika Yakobo sura ya kwanza mstari wa 6 hadi mstari wa 7. Kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 7. Neno la Mungu linasema kwamba ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Neno la Mungu linasema tuombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Imani. Ili kumshinda shetani tunatakiwa tuwe na imani. Unaweza ukajikuta pale ambapo sasa una homa kali, unajisikia unaumwa, hata nguvu za kuomba hamna. Unaomba huko unasema, mbona hii homa linazidi? Mbona unazidiwa? Mbona ninazidiwa? Hayo ni mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Hutakiwi kuwa na mashaka. Unapoamua kukemea nguvu za magonjwa, kukemea roho ya magonjwa, roho za udhaifu, kuwa jasiri kama simba. Haleluya. Tunatakiwa tuwe jasiri. Pale ambapo una nguvu, simama, kemea, haribu. Nguvu zinapokuishia, kaa, haribu kaza shetani, kataa magonjwa, vyanzo vyake vyote haribu. Utashangaa Mungu anakutia nguvu. Mungu anakujaza nguvu. Huyu anasema kwamba mimi ndiye uzima. Huyu mwenye uzima Bwana Yesu anakupa uzima. Haleluya. Lakini jambo la mwisho, tuishi maisha ya utakatifu. Ili tuweze kupata ujasiri wa haya yote, tunatakiwa tuishi maisha ya utakatifu. Maisha ambayo yatatuweka mbali na dhambi. Tuwe watii katika kusikia sauti ya Mungu. Tuwe watii katika kuhudhuria ibada kama tulivyohudhuria leo. Tuwe watii pia kuwahi malangoni mwa nyumba ya Mungu. Haleluya. Yaani wewe kuwa mtii kila mahali, shetani atakutafuta, atakupata wapi? Atakupata wapi? Kila anapokutafuta anakuona upo nyumbani mwa Bwana. Anapokutafuta anakuona upo unalisoma neno la Mungu. Anapokutafuta anakuona upo unasikia neno la Mungu kama hivi. Anapokutafuta popote pale hakupati, kwa sababu umejaa utii. Haleluya. Kwa hiyo tuishi maisha ya utakatifu. Tuone katika Mambo ya Walawi tunapokwenda kulimalizia somo letu. Mambo ya Walawi 19 na mstari ule wa 2. Neno la Mungu linasema kwamba 19:2b pale, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Kwa hiyo kama Bwana Mungu wetu ni mtakatifu, na sisi Mungu anatutaka tuwe watakatifu. Haleluya. Tuwe watakatifu. Tuishi katika maisha mazuri, maisha ya kumpendeza Mungu.
tutakuwa tu tunacheza. Hatuna lolote tunalolifanya mbele ya Ibilisi, kwa sababu Ibilisi naye anajitapa kwamba wewe ni wa kwangu. Mbona unafanya hiki? Mbona unafanya hiki? Haya yote yapo kwenye himaya yangu. Shetani naye anaringa, anajitapa kwamba haya yote yapo kwenye himaya yangu. Lakini tukiishi kwa utakatifu kama Ayubu, pamoja na yote yaliyompata, aliendelea kumtumainia Mungu, aliendelea kuishi maisha safi, maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu anapendezwa na watu wanaoishi katika maisha mazuri, maisha ya utakatifu. Haleluya.